Basi karibuni, tuko pamoja na ndugu yetu kutoka katika kanisa la IMS. Tunaweza kupata historia kidogo kuhusiana na kanisa na namna ambavyo limekuwa kanisa la Waadventista wa Sabato na kanisa la IMS, mtengano na kadhalika. Lakini leo tunaomba tuweze kupata historia fupi kutoka kwake. Atajitambulisha na umri wake, kwa sababu vijana wengi leo hawajui kanisa la Wasabato lina historia gani na mambo gani yalianza kuingia na yakasababisha kanisa kuwa na mambo ambayo Mungu hajaagiza. Basi karibu mtu wa Mungu. Asante. Karibu sana. Na mimi naitwa Kasco Mboje. Asante. Karibu tuweze kufahamu. Mimi nashukuru sana. Mimi kwa jina langu tu la kuzaliwa, mimi naitwa Sadiki Mwambele. Sawa. Ni mzaliwa wa Tukuyu, maeneo kama nasikia anaita Ushirika. Au kwa lugha nyingine anasema Masebe. Sawa. Ndio. Kwa hiyo mimi nilipozaliwa nimezaliwa katika misingi ya imani ya KSD. Sawa. Kwa kuna mzee wa kanisa wangu mmoja ambaye aliendelea toka mwanzo sana. Anaitwa alipopata pale Ushirika, anaitwa Ambakizi Kasiba. Kwa hiyo ulilelewa kwenye kanisa la Wasabato ambalo ndio mfumo. Ndio. Lakini sasa hivi haupo kwenye kanisa hilo. Ndio. Upo kwenye kanisa gani? Sasa nipo kanisa la MOS la wana matengenezo. Sasa ni nini ambacho kilikufanya ukatoka kwenye kanisa la SG ambalo watu wengi wanalijua mpaka wanapokitaja Sabato wanajua hilo? Ni nini wewe kwa chanzo? Kwanza mpaka sasa una miaka mingapi? Ndio watu waelewe. Sasa hivi nina miaka 47. Haya, tupe sasa hapo historia kwa ufupi. Kuanzia chanzo vilivyoanza ukataka kutoka. Na mimi kusema hivyo ndugu, sikutegemea kwamba nitakuja kulipata kanisa lingine zaidi kama hili nilio. Ila wakati naendelea kukua nalo hilo kanisa nikasema ndilo hili, maana hasta kuja kuhama tena nipate kanisa lingine. Sawa. Lakini kutokana na mfumo wa asili tuliotoka nayo, ni kweli nikawa kanisa lenye matengenezo sana, kwa sababu kwa vitu ambavyo nilivyokuwa nimejifunza ni kwamba hatuwezi kununua siku ya Sabato wala kuingiza mzigo wote siku ya Sabato. Hiyo ndio misingi tulikuwa tumejifunza. Kusoma kitabu cha Yeremia 17, kusoma kusema hatuwezi kununua ni Nehemia nayo 10:30. Walitufundisha sana misingi. Sawa. Pia walitufundisha hata misingi ya kwamba hatuwezi kwenda kwenye sikukuu za ibada za sanamu. Kwa mfano misiba ile ya kubeba na sherehe zote za kusherehekea. Hata kama sio Sabato kwamba, lakini Mwadventista wa Sabato hastahili kwenda kwenye sherehe zote za aina hiyo. Sawa. Sasa hiyo ndio misingi ulikuwa nayo kipindi hicho ukiwa bado tuseme kama kijana sana, ndio. Sasa baadaye sasa nini kikatokea ndio ukaona mbona kama hapa mambo yanaanza kubadilika? Nini mwaka gani na ni vijana sasa? Mimi katika kuendelea, maana nilikuwa bado mtoto, kwa sikuwa na msingi sana wa kufikiria kwamba umuhimu wa kusali, maana nikaona kama ni desturi ya kanisa kama makanisa mengine. Sawa. Lakini nilipofika mwaka 95 ndio nikazidi kufahamu zaidi, maana wachungaji walikuwa wanatutembelea sana makundini na kutujenga vizuri. Wachungaji wanakuja kwa sasa 2095 hiyo mpaka kufika 98, maana ikabidi mwaka 2098 nibatizwe kwamba basi ndilo kanisa la kweli. Sawa. Nikabatizwa, maana lazima kijana aliyekuwa Mungu lazima abatizwe. Nikabatizwa 2099 hiyo. Basi tunaelekea kwamba ile ndilo kanisa, tunaenda kujifunza mafunzo vizuri mpaka 2000. Lakini ilipofika 2000 na kwanza 2000 hiyo tukawa tunategemea kwamba ndio wakati wa kurudi kwake Yesu. Maana vijana tulikuwa tumejifunza kwamba hakuna kuoa wala kuolewa
wala kulima wala kujenga, kwa sababu Yesu anakuja. Kwa sababu Yesu anakuja. Tukawa tumejikita kwenye vitabu vya roho nabii, neno wetu linaposema kwamba karibu tukakaribia kufika wakati huo, hizi kazi zote zitasitishwa. Kwa sasa ilikuwa sisi kazi ni injili tu. Hata kwa sababu sisi tulikuwa mbali kwenda kanisani kwa mwendo wa masaa 3. Njiani tukikutana na mtu, sisi tulikuwa hakuna habari nyingine ya kumwambia mtu. Hata anapokusalimia, vipi? Sema Yesu anakuja. Vipi? Yesu anakuja. Hata kama yeyote tutemkuta, sisi tulikuwa naacha kwenda kanisani, tunachukua kwenda kumwambia ndugu, huu si wakati wa kufanya kazi, twende kanisani. Kwa hiyo tunaalika watu wengi sana. Lakini ilipofika mwaka 2021 na 2011 upendo ule wote ukapoa, kwa sababu watu walitegemea Yesu anakuja na hajaja. Kwa upendo wote ule ukapoa. Sasa 2001 hiyo tukakuta sasa kanisa linaanza kuingiza sasa mfumo mwingine ulio tofauti na misingi tuliyotoka nayo. Kwanza kwenye baraza, tunashaka siku ya Sabato wanaweka mabaraza siku ya Sabato. Tukasema mbona sasa mabaraza yanazidi kuongezeka siku ya Sabato? Kusoma roho ya unabii anasema siku ya Sabato kusikiwa na mabaraza yoyote, wala kwa sababu kutatokea mfarakano, mtaanza kushindana. Kwa basi mtaivunja Sabato kwa sababu ya kushindana. Kwa hiyo sasa tukaendelea kubisha, lakini wazee hawakubali, wakaendelea tu kama desturi kuendelea na mfumo huo. Baadaye tukakuta sherehe zinakuja kufanyika siku ya Sabato. Sasa tukaendelea kusii, jamani, mbona mnaendelea kufanya mambo kama haya? Baadaye tunakuta sasa mpaka kanisani, yaani mashemasi wanakuja kushika mpaka hata na huduma kuu hii. Wanavunja Sabato, wanakuja siku kushika huduma. Tena shemasi anakuja na wazee huduma kuu na manake wajinsi wa kike. Manake kabla ya hapo wanawake hawakuwa wanakanyaga mibali. Kwa ulivyozoea wewe na namna ulivyokuwa katika kanisa. Ndio. Sasa hapo ndio unaanza kuona kuna mabadiliko, wanawake wanapewa huduma. Kwa hayo mambo mengi tunaendelea kuwajia na jamani, sasa mbona mnafanya sema hii ni sauti ya General Conference haina mjadala. Kwa mkitaka andika barua iende General Conference. Sasa tunaiaminia General Conference na maandiko matakatifu wakati ni Roho Mtakatifu huyo anayesema. Kwa tukawa tunaendelea kushindana, kwa ikafuta mahali wao wakasema sasa tumechoka na nyie. Walipokuja kututembelea makundini, wakakuta taasisi, mimi kwanza nilikuwa mkali kwenye kundi langu kwamba mimi haya sitakuwa radhi tena kujadiliana nayo. Kwa hiyo mimi najitenga. Kwa wao wakasema sasa twende kundini. Wakamtuma mjumbe kundini kuja kutuambia kwamba huyu tunataka kumuondoa kwa sababu analeta upinzani kanisani na upinzani hata kwenye mtaa. Kwa hiyo tunamuondoa kwa maneno, kwa misingi hii na hii na hii na hii. Sasa kundi likasema ni sisi tulimtuma kwamba akaseme hivyo. Maana mnapomuondoa huyu na sisi wenyewe wote hatuko naye. Huo ndio msimamo wa kundi. Kwa basi akasema basi nyinyi yote mtakuwa watu wa Malawi. Wakatutenga. Kwa kweli toka 2003, 2004, 2005 tukawa tumetengwa, hatushirikiani tena. Wachungaji anatutembelea, anakuja kutushauri. Lakini kwa sababu sisi makosa yote tuliorozesha. Tukachapa kwa mchungaji anapokuja tunampa tufomu. Kwamba sisi tunapinga haya. Ndio msimamo wetu huu. Kwa kila anapoendelea kutetea kwamba haya hana maana sasa kwamba mwenendo yashikilia, hapana. Tukasema haya pambano kuu, tukachukua kitabu cha pambano kuu. Yale ambayo Martin Luther aliweza kuorozesha makosa mpaka 95 yale. Tukamuonyesha. Kwa hiyo sasa wakatutenga wote, wakasema sasa hatuwezi kushirikiana pamoja. Kwa basi ni kundi ambalo lililosafiri kwa muda mrefu pasipo kuongozwa na kiongozi yeyote. Kwa sababu hata walikuwa wanakuja wale wa makundi mengine, wa makanisa mengine, USDA, lakini ni wana matengenezo lakini ambao wanakataa uongozi. Utasema anatokea kwa Mtunduma, wengine anatokea Malawi, wanakuja. Sisi tukahatua na msimamo nao. Na watu kana wapinga kabisa kwamba lazima uongozi wetu. Kwa tuka na wapinga.
Kwa hiyo basi ikabidi kundi hilo limesafiri kwa muda mrefu, lakini tunashukuru baadaye kutokea boda Kyela, ndipo wakaja sasa mchungaji, walikaja Mbuku mzee mmoja anaitwa Kabuje na mchungaji Sanga. Kabuje ndo alikuwa karibu na sisi kwa sababu tumetoka na SDA na akajitoka SDA kwenda diploma, yeye akatangulia kujua diploma. Sisi alikuijua. Sasa alipoijua diploma, sasa ndio akaja akamleta mchungaji Sanga kuja kwamba kuna kundi lingine huko, wewe ndio usikilize. Kwa ndo wakaja. Kwa waliposikiliza, basi kwanza mzee kabla Ibrahim Sanga alikuja mzee Enoki Dimango kutoka wakati anakaa Kyela. Hao wote unaowataja sasa hivi ni wakanisa gani sasa? MS. Ndio wewe sasa. Ndio. Ndio wakaja kulitembea kundi na akaendelea kutufundisha, lakini kwa sababu bado tulikuwa na msimamo na kama ile hatuwezi kuliamini. Kwa walipoleta misingi yao na uzuri walitukuta sisi tumesimama tunasoma roho ya unabii, yani kama ni sisi ndio wana matengenezo. Basi wakaenda ndipo wakaenda kuita tena uongozi mwingine, wakaja wachungaji wakaja nao wakashirikiana na sisi, wakakuta tukawa tumesimama. Kwa hiyo akaenda kutufundisha ijapo tulikuwa wabishi sana, hata tungepata historia kwa sana wabishi, lakini baadaye tukaja kuelewa wote. Basi tulipoelewa basi ndio tukapeleka kwa basi tupate ubatizo. Lakini bahati mbaya wenzangu wote walipopokea mafundisho haya wakatawanyika. Wengine wakarudi tena SDA, wengine wakarudi kinyuma kwamba wasisali kabisa. Kwa wengine wachache sana tuliobatizwa. Kwa hata na sisi tuliobatizwa na wengine wakarudi nyuma tena. Kwa katika kundi lile tulibaki watu wawili mpaka sasa. Kwa hiyo kwa mfumo wa SDA kwamba walipotutenga ndio tukaja. Sasa tulichoenda kuja kujifunza diploma na MS ni kwamba walichokuja kutukamilisha sana ni matengenezo ya afya. Kwa sasa tulipojifunza matengenezo ya afya kuhusu vyakula, kutokula nyama, kutokula soda, kula nini, vyote vijana tulikuwa tumetoka navyo SDA, lakini havikuzingatiwa kwa sababu SDA